Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa jeshi la wanamaji la nchi hiyo leo asubuhi limefanikiwa kuizuia na kuipanda meli ya mafuta inayotoka Urusi ambayo imekuwa chini ya vikwazo vya kimataifa na inayoshukiwa kuwa ilikuwa ikitumia bendera ya uongo ili kuficha utambulisho wake halisi. Kwa mujibu wa taarifa aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii wa X, Rais Macron amesema operesheni hiyo imefanyika katika bahari ya Mediterania kwa ushirikiano wa karibu na washirika wa Ufaransa. Jeshi la wanamaji la Ufaransa limethibitisha kuwa miongoni mwa nchi zilizosaidia operesheni hiyo ni Uingereza. Macron amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za pamoja za kulinda sheria za kimataifa na kuhakikisha kuwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinafuatwa ipasavyo. Amesisitiza kuwa kile kinachoitwa Shadow Fleet, meli zinazotumiwa kusafirisha mafuta kwa siri ili kukwepa vikwazo, kinachangia moja kwa moja kufadhili vita vya uvamizi vinavyoendelea nchini Ukraine. Tumejizatiti kulinda sheria za kimataifa na kuhakikisha utekelezaji madhubuti wa vikwazo. Shughuli za meli hizi za kivuli zinasaidia kufadhili vita vya uvamizi dhidi ya Ukraine, amesema Rais Macron. Kwa mujibu wa mamlaka za Ufaransa, uchunguzi wa kisheria tayari umeanzishwa ili kubaini umiliki halisi wa meli hiyo, chanzo cha mafuta inayosafirisha pamoja na iwapo ilikiuka makusudi sheria za kimataifa. Aidha, meli hiyo imeelekezwa kubadili mwelekeo na kusimamishwa kwa muda, ingawa haijaelekezwa ilikopelekwa kwa sasa. Hatua hii inakuja wakati mataifa ya Ulaya na washirika wao wakiongeza shinikizo dhidi ya Urusi kwa lengo la kudhibiti mapato yanayotokana na mauzo ya mafuta ambayo yanadaiwa kuwa chanzo kikuu cha ufadhili wa operesheni za kijeshi za Moscow. Hatua hii inaonyesha kuwa kukamatwa kwa meli hiyo ni ishara kwamba mataifa magharibi sasa yanachukua hatua kali zaidi dhidi ya mbinu zinazotumiwa kukwepa vikwazo, hususan katika sekta ya nishati. Hata hivyo, Urusi imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai ya kutumia meli za kivuli na imeeleza kuwa vikwazo hivyo ni batili na vinakiuka sheria za kimataifa. Tukio hili linaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku jamii ya kimataifa ikisubiri matokeo ya uchunguzi na hatua zitakazofuata dhidi ya meli hiyo pamoja na wahusika wake.